Naam, ikiwa ni siku ya kwanza kabisa ya mkutano wetu wa Injili ambao unafanyika katika viwanja hivi vya stendi ya mabasi ya zamani. Tunaye mkurugenzi mkuu wa idara hii. Tunatamani tuzungumze naye tusikie ana yapi ya kuzungumza kuhusiana na hii crusade ambayo nafikiri itakuwa ni ya kwanza katika wilaya hii ya Babati. Karibu mkurugenzi, na tupate machache kutoka kwako. Nashukuru sana ndugu yangu. Mimi ni mchungaji na mwinjilisti Tumaini Chanjarika, mkurugenzi mkuu wa idara yetu nzuri kabisa ya uinjilisti kitaifa. Tayari tuko Babati na tuko tayari kabisa kwa ajili ya kuanza mega crusade. Siku ya jana tulianza na kongamano kubwa la wainjilisti kutoka katika kona mbalimbali Tanzania ambao limefanyika hapa Babati, na tulikuwa na mtumishi wa Mungu Askofu Dickson Kaganga. Amefundisha masomo ya muhimu sana kwa habari ya uinjilisti, na jioni kwa jana tukafanikiwa kufika uwanjani hapa na tukaweka wakfu uwanja tayari kwa ajili ya mega crusade. Na leo siku ya Jumanne tarehe 21 tunaanza mkutano mkubwa sana hapa Babati, mkutano mkubwa mega crusade. Tunaanza leo tarehe 21 mpaka Jumapili ya tarehe 26. Na habari njema ni kwamba mkutano wetu huu utarushwa live na NYTV. Kwa hiyo unaweza kutufuatilia popote pale ulipo, kila siku kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea, tutakuwa live na unaweza kutufuatilia. Tunamshukuru Mungu sana kwamba wenyeji wetu wametupokea vizuri na maandalizi ya mkutano yako vizuri kabisa, na wainjilisti kutoka kona mbalimbali za Tanzania wameshatua mahali hapa, na bado wengine wanaendelea kuja kwa ajili ya mega crusade hapa Babati. Kwa hiyo tunamwamini Mungu kwa mambo makubwa sana, tunamwamini kwa miujiza ya kushangaza hapa Babati. Nikuombe sana wewe ambao uko jirani na maeneo ya Babati hapa mjini, usikose kuanzia leo jioni saa 9 alasiri na kuendelea. Lakini kama uko mbali, usiache kutufuatilia kila siku kwenye mkutano, kwa sababu utakuwa live hapa NYTV, ili kwamba na wewe uweze kuhudumiwa na Bwana. Tunao watumishi wa Mungu ambao Bwana amewapaka mafuta, watahubiri mahali hapa. Tunaye mwinjilisti Godwin Mchaki. Nikakumbuka siku moja nilikuwa redioni, nimemaliza kipindi. Wakati narudi nyumbani nikapata simu kutoka Pemba kwao Askofu Kaganga. Mama mmoja anasema, Yahe uniombee na kwa sina usingizi, lakini Yahe nimejifungia ndani, sitaki mume wangu anione. Yahe niombee Yahe. Na mimi nikamwambia Yahe na kuombea. Yahe nikapaki gari pembeni, nikaomba maombi. Wakati naomba maombi nikasikia vitu kama chupa vinavunjika, vitu vinapigwa mle ndani. Baada ya dakika kadhaa nikamwambia Yahe, wajisikiaje? Nikasikia kimya, nikaendelea kuendesha gari. Nimefika mahali nikasikia Yahe nimepona, lakini Yahe vyombo vyote vimevunjika kwenye kabati. Yahe. Kumbe wakati naomba all the way from Dar es Salaam to Pemba, nguvu za Mungu zikashuka, zikaondoa mapepo yaliyokuwa ndani ya yule mama. Jamani, haleluya. Lakini pia tunaye mwinjilisti Kazimoto kutoka kule Kigoma. Tunaye mtumishi wa Mungu mwimbaji wa kimataifa Cosmas Chidumule, atakuwepo hapa. Sikuokoka kwamba maisha yalikuwa magumu, hapana. Niliokoka kwa sababu niliona njia ninazoziendea katika maisha hazikuwa na faida kwangu, wala kwa Mungu wangu, wala kwa wazazi wangu, wala kwa taifa hili. Yesu amenibadilisha. Kama kuna walevi unawafahamu, kawaambie yule aliyekuwa katibu wenu kaokoka. Na waimbaji wengine wengi na kwaya mbalimbali za wenyeji watakuwepo hapa. Kwa hiyo Babati, nataka nikwambie moto utawaka katika siku hizi 6. Karibu sana tushiriki pamoja katika hii mega crusade. Nikushukuru sana mkurugenzi mkuu wa idara hii.
pamoja na mikakati mizuri ambayo mnayo. Pengine nipate kujua kwamba mwaka mzima mnakuwa na mikutano hii mingapi? Kwa mwaka huu tuna mega crusade ziko 7. Tumeshafanya tayari moja, kwanza tulianza Bariadi na ya pili ndio hii hapa Babati, na baada ya kutoka hapa tutakuwa na mega crusade nyingine Dar es Salaam, na Dar es Salaam kwa sababu ni jiji kubwa tutakuwa na mega crusade 5 kwa mpigo, na hiyo itakuwa ni mwezi wa 9, na baada ya hapo tutakuwa tumefunga mega crusade za mwaka huu. Tutakuwa tunajipanga sasa kwa ajili ya mwakani. Huu ni mkutano wa pili, lakini tayari umekwisha kufanya mkutano wa kwanza. Pengine matokeo yakoje katika hii mikutano mikubwa ambayo mnaiandaa? Kwa kweli matokeo ni mazuri sana na ni makubwa sana. Tulipokuwa Bariadi kule, tumemwona Mungu akiokoa, akitenda miujiza ya kushangaza, na bahati nzuri pia ule mkutano wa Bariadi ulikuwa live kwa kupitia NYTV. Kwa hiyo pia unaweza ukarudi huko nyuma kidogo ukafuatilia na ukaona mambo yalitendeka pale Bariadi. Na hapa tena tunamwamini Mungu kwa mambo makubwa. Nikwambie tu kitu kimoja kwamba sisi tumesimama kulihubiri neno la kweli, kumhubiri Yesu anayeokoa, anayeponya, anayetenda miujiza. Na dunia ya sasa imezoea kona nyingi, kudanganywa, imezoea kupindishwa, lakini tumeamua kusimama na neno la Bwana na kuwaambia watu kwamba anayeokoa ni Yesu, anayeponya ni Yesu, anayetenda miujiza ni Yesu, na tumeshuhudia Yesu akitenda mambo ya kushangaza. Na katika mkutano huu pia tunamwamini katika mambo makubwa ya kuishangaza dunia. Kwa hiyo endelea kutufuatilia, lakini zaidi sana endelea kutuombea ili kwamba Bwana atende mambo ya kuishangaza dunia. Kwa wakazi wa Babati na mkoa wa Manyara kwa ujumla, hata mikoa ya jirani, jambo la kwanza niwakaribishe. Tuko mahali hapa kwenye stendi ya zamani hapa Babati mchini, ndio mkutano unafanyika mahali hapa. Kwa hiyo kama uko Babati usikoswe na hii fursa, njoo tushiriki pamoja ili Bwana aweze kukutembelea. Hapa tutafanya maombezi kwa ajili ya watu wenye shida na mateso mbalimbali. Kwa hiyo kama ni mgonjwa njoo, kama una mgonjwa wako mbebe, mlete mahali hapa, lete vipofu, lete viziwi, lete viwete, walete, kwa sababu tunayemhubiri hapa anaweza kutenda mambo yote yaliyoshindikana kwa wanadamu. Kwa hiyo niwaombe wakazi wa Babati, hebu wiki hii njooni hapa ili kwamba muweze kukutana na nguvu za Mungu katika maisha yenu. Mungu akubariki sana. Amen. Asante sana. Ubarikiwe. Mungu, Bwana asifiwe. Amina. Habari za toka Bariadi tulipokutana? Habari za toka Bariadi ni njema sana. Ninaona umependelewa tena, umepata nafasi ya kuwepo katika mkutano. Hakika Mungu amenitunuku kuwa miongoni mwa watendakazi ambao tumekuja hapa Babati kwa ajili ya mkutano wa neno la Mungu unaoanza jioni ya leo katika viwanja hivi vya stendi ya zamani. Unawaambia nini wakazi wa eneo hili, wataraji nini kutoka kwako? Wakazi wa Babati, mji wa Babati, mkoa wa Manyara, mikoa ya jirani na viunga vyao, hapa leo mkutano wa neno la Mungu unaanza, na huu mkutano unakwenda kuleta mabadiliko kwenye maisha ya mtu mmoja ambaye aidha atakuwa anafuatilia mkutano huu kwenye vyombo vya habari au afike kwenye viwanja vya mkutano. Kuna habari njema kwa ajili ya kila mtu ambaye anaishi katika mkoa huu. Idara ya uinjilisti imekuwa na haya maono ya kuwa na mikutano mikubwa katika mikoa mbalimbali. Ukiwa mwimbaji wa nyimbo za Injili, pengine una nini la kuzungumza juu ya hiki ambacho idara ya uinjilisti imeweza kukiandaa? Idara ya uinjilisti ni agizo la Bwana, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili. Sasa tumekuja sawasawa na lile agizo, tumeleta neno la Mungu, na Mungu anapokwenda kutumia vinywa vya wahubiri wa kitaifa wa Tanzania Assemblies of God, idara ya uinjilisti kitaifa, Mungu anakwenda kuwafungua watu ambao wameonewa na adui, aidha kutokana na yao walioyafanya kwa kutokujua, kwa kushawishiwa, kwa kudanganywa, au maagano ya miungu ya madhabahu
za babu zao na baba zao kikeni na kiumeni, au wao wenyewe walikwenda wakanunua vitu wakisema ni kinga. Hakuna kitu kinaitwa kinga kutoka kwa waganga. Chochote utakachonunua kwa mganga ni uchawi. Kinga iko kwa Yesu. Ukiwa ndani ya Yesu uko salama. Sasa hivi ni Babati, yani Manyara. Kwa hiyo haya ni maono ya kanisa na uongozi wa kanisa. Sasa mkurugenzi wa idara ya uinjilisti na timu yake walipokaa, naona Mungu akasema nao, kule ilikuwa ni B, hapa ni B. Sasa sijui tukitoka B hii tunaenda wapi? Mungu anajua. Umekuwa ni mwimbaji nguli wa muda mrefu wa nyimbo za Injili, na kwenye mkutano huu zitakuwepo kwaya mbalimbali ambazo zitakuwa zikihudumu. Unatoa wito gani kwa waimbaji watakao kuwepo hapa? Kwa waimbaji ambao tutakuwa hapa, ambao tumepata nafasi ya kuja kuhudumu kwenye mkutano huu, waangalie kujitunza wakati huu wote wa mkutano. Kujitunza kwa maana gani? Kufika mapema sawasawa na maelekezo ya wasimamizi wa mkutano na wachungaji wa jimbo hili. Inategemea wametoka eneo gani katika jimbo hili, wafike mapema na Mungu awasaidie kudumu katika maombi usiku mchana wapatapo nafasi. Tuombee mkutano, tuwaombee wahubiri, tuwaombee walimu na viwanja hivi. Kwa utukufu wake tutayaona mengi. Umekuwepo utaratibu wa waimbaji wengi kufika kwenye mikutano, lakini wakishaimba wanaondoka. Mimi ninataka kuamini kwamba mwimbaji ambaye anaimba akaondoka, hilo ni pandikizi, sio mtu wa Mungu, kwa sababu maneno yanayonenwa kwenye mkutano huwezi kuyasikia kanisani. Kwa hiyo hapa ni mahali pa kula na kunywa, ili upate badiliko hatua kwa hatua, kuanzia siku ya kwanza ya mkutano mpaka mwisho wa mkutano, na zaidi ya yote matendo makuu ambayo Mungu atakuwa anayafanya. Wewe mwimbaji uondoke na ushuhuda, uende ukamwambie jirani yako kwamba jamani, kuna mambo makubwa yanatendeka mkutanoni. Sasa ukiimba kaondoka, mimi sidhani kama ni sawa. Lakini pia tunawaomba wachungaji na viongozi wa hizo kwaya wawaambie vijana wetu ni vizuri na wao wakae kufundishwa, kwa sababu ule mkutano kwa wale ambao hawajaokoka ni habari tofauti na yule aliyeokoka, kwa sababu umeokoka lakini kuna kitu Mungu atasema na wewe kwenye mkutano huu. Kwa hiyo kaa, tulia, fundishika.